Kama kweli hutaki ukatili, kafanye kazi. Ila unakaa tu unasema nafanya ukatili jamani, yani nanyanyasika, na umekaa unapenda. Acha unyanyaswe mpaka akili kusimame ikae vizuri. Kwa hiyo kama mumeo anakupiga, acha aongeze kipigo sawa sawa ili upate akili utoke ukafanye kazi. Kweli. Si unaelewa kwa mimi siku hizi sihangaikagi na habari za wanawake sio nimepigwa, nimenyanyaswa, kwa sababu wanawake wote wapambanaji husikiwa kilia na hizo shida. Hawanyanyaswi, hawapigwi wai, kwa sababu wako wanapambania maisha yao. Na anapokutana na mwanaume mshenzi anamwachilia mbali. Kwani umezaliwa naye? Hapana. Wanakuja wadada hapa wengi wamezalishwa, wametelekezwa, wameachana na hao mabwana wasiojielewa, wanaenda kujitafutia maisha yao. Ukishaona mtu ana mwelekeo na mpango wa kurudisha nyuma, unaendelea kukaa naye wa nini? Lakini kama wewe mwenyewe mvivu hujiwezi, ndio unataka kodi ya meza, bwana hata akupige vipi, hata akukate mkono mguu, bado utabaki unang'ang'ana. Kwa sababu gani? Huoni mbele. Wewe umechagua tu kuona maisha yako kwa mwanaume. Utajiri uko kwa mwanaume. Mafanikio yako kwa mwanaume. Sio kweli. Hakuna sehemu ambayo neno la Mungu linatuambia si wanawake mafanikio yetu yako kwa waume zetu au kwa wanaume. Hakuna. Ni uvivu wetu, kwa sababu sisi Biblia inasema sisi ni wasaidizi. Sio magolikipa, si ndio? Ndio. Mungu si alisema nitakufanyia msaidizi wa kufanana na wewe. Na mwanamke wa mfano ambaye anaonyesha usaidizi mzuri ni mwanamke wa Mithali ya 31. Mke mwema anaitwa. Ambaye yeye huona mashamba akayanunua. Mashamba utanunua na mawe kama una hela. Huyo ni mwanamke mwenyewe yaona mashamba anafanya nini? Ananunua. Maana yake inakupa picha huyu ni mfanyabiashara, huyu ni mwanamke anayejua kutafuta, huyu ni mjasiriamali. Lakini anatoa chakula chake kutoka mbali. Kwa hiyo huyu anaenda kutafuta chakula na kileta nyumbani. Na anawapa watu wa nyumbani kwake chakula. Maana kuna kutoa mbali, mtu ameenda ametafuta, lakini akishavipata vinakuwa ni vya kwake binafsi. Maana tuna yale mambo yetu, hela yangu ni yangu. Hela ya mwanaume ni ya kwetu wote, ila ya kwangu ni ya kwangu. Sasa mke mwema yeye anasema kwamba anatoa chakula chake kutoka mbali na anawapa watu wa nyumbani kwake chakula. Sio kuwapikia jikoni. Hapo jikoni utapika mawe kama hujaleta hicho chakula. Kwa hiyo tafsiri nzuri kabisa ni kwa namna mimi nilivyoelewa lile neno ni kwamba mwanamke kumsaidia mume wako ni lazima na wewe uwe kwenye shughuli za uzalishaji mali, kwa sababu kuna leo kuna kesho. Wanawake wengi walio fiwa na waume zao wengi wamerudi kwenye umaskini kabisa. Kwa nini? Kwa sababu walikuwa tegemezi. Wanawake wengi wakiachika, wakatelekezwa au wakaachwa kwenye mahusiano, maisha yao yanakuwa hayaeleweki. Kwa nini? Kwa sababu walikuwa tegemezi. Ni wachache wapo kama akina sisi. Tukiachana maisha yetu yanazidi kusonga mbele. Hatukwami, watoto washindi kula, tushindi watoto kusoma. Why? Kwa sababu na sisi tuko kwenye shughuli za uzalishaji. Kwanza tu yani wanawake kama sisi ni kwamba ukileta mambo ya meusi sisi tunapita hivi. Yani hatuna muda. Unatakiwa ukae kwa kutulia, uniheshimu, tuheshimiane. Lakini ukishaanza kuleta mambo yako, mara unarukaruka huku, mara leo kuna huyu, kuna yule, sisi hatuna muda, kwa sababu nitasubiria maradhi, si ndio? Kwa hiyo sasa mimi bwana, hayo ndio mafundisho yangu.